Senator Modama. Asante Bwana Spika kwa kunipa fursa hii kuleta rambirambi zangu mwenyewe na watu wa Machakos kwa watu wa Homa Bay kwa kumpoteza mtoto wao Mheshimiwa Charles Were. Bwana Spika, hii ni jambo inahuzunisha watu wote kwa maana ya jinsi ilivyotokea. Mtu awe kazini siku mzima alafu akielekea zake nyumbani anapoteza maisha yake hivyo hivyo tu kiholela. Na Bwana Spika, nataka kusema ya kwamba ni Kenya mzima imepoteza, ni kwa maana wakati alikuwa akitetea watu wa sub-county yake hakuwa anatetea hawa tu peke yao, bali alikuwa anatetea watu wa Kenya. Na kwa hivyo Bwana Spika, kuna maana ya Wakenya kulia kwa jumla. Nataka kusema kama vile Mheshimiwa Beth Siengo Senator amesema ya kwamba hata mwizi akifa ana wazazi, ana watoto na ana watu wake ambao wanamlilia na wana majonzi kwa maana wao hawakujua uovu wake. Na kwa hivyo tungeshikana wote pamoja, tulie pamoja, na kama kuna watu wana sababu nyingine zaidi ya hizo, Mheshimiwa Spika, waweze kufuata mahakama ama njia zinazofaa na zinazostahili, lakini si kuweka mzigo mwingine mzito kwa familia inavyoendelea na kulia. Bwana Spika, kama taifa tuko na jukumu ya kuwajibika. Na Bwana Spika, hii ninataka kusema kwa maana nimeiona na imenihuzunisha. Wakati rais wa Kenya alipokuwa akiongea, kiatu ikarushwa mpaka ikagonga mkono wake. Bwana Spika, mimi ni wa opposition, lakini hata nikiwa wa opposition sina haki ya kuweza, Bwana Spika, kufurahia jambo kama ile. Maana ule ni kama kiongozi, ni kama mzazi. Kama mzazi mtoto wake akichukua kiatu amrushie, itakuwa vipi? Hata kama tunalia na kama tunaona mambo hayaendi kama vile inastahili kwenda, lakini kuna pahali hatufai kufika kama taifa, kwa maana sisi ni taifa na tuko na majukumu ya kuwajibika. Bwana Spika, hiyo mimi ningeomba isiweze kutendeka tena. Napatia watu wa Homa Bay rambirambi zangu na za watu wa Machakos. Asante Bwana Spika. Senator for Kericho, the Senate Majority Leader.